makofi Yesu mwanamume aliyenipenda. Na wapenda watu wote. Na upenda mji wangu. Wewe huu usema mji wa Samsoni. Sawa. Unakasirika? Panda hapa zipigwe. Sasa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. 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 Nisikilize. Nafundisha kwa ufupi, lakini nafundisha maneno ya thamani na ya gharama, na una neema kuwepo mahali hapa, sio kwa bahati mbaya. Una bahati nzuri kuwepo mahali hapa, na una bahati nzuri kusikiliza ukiwa huko nyumbani shughuli yako. Mimi nakwambia, nakuletea habari hizi ili utambue kuna faida gani au kuna hasara gani. Mimi sio tu labda nini nataka muujiza. Muujiza nataka muujiza uokoke, alafu ukae ukiwa na matumaini siku zote, na siku moja na sekunde moja tutaondoka hapa kwenda mbinguni. Haya majengo watayarisi, wapo wale wanayorisi. Ipo dini inayotembea inaangalia majengo. Haya majengo watayarisi, sisi hatupo hapa. Yesu amekwenda kutuandalia makao sisi wasome. Haleluya. Sikiliza kwa makini. Soma kitabu cha Joshua sura ya kwanza. Ndio. Kuanzia mstari wa 5 hadi wa 9. Ndio. Sikiliza kwa makini. Faida yako wala sio hasara. Anayekwenda mwacha aende. Haya maneno huwa nayaongea siku zote, mtanikumbuka kwamba right angekuwepo Samsoni, mtakimbia kuja kuangalia kanisani, simo. Mnakimbia kwangu huko, simo. Mtakuta matrekta na magari, mimi sipo. Nacheza nini? Sikiliza, nikueleze faida ya maisha yako. Na changanua kumwelewesha mtu, sio tu kwamba nasikia unasimama tu unasema pokea muujiza, mapepo yangu. Sasa faida gani? Na kueleza ili uwe na faida katika maisha yako. Kama umeokoka, uanze kujiuliza, je, na tabia gani? Kama hujaokoka, uokoke, maana ujue hasara ya kutokuokoka na faida ya kuokoka. Faida ya utii kama umeokoka, faida ya kufuata maelekezo kama umeokoka. Kama umeokoka wewe, ni kinachokuhitaji ni maelekezo ya Mungu. Jana nilikuelekeza, ulimwona Mungu alivyofurahi, ulimwona Mungu jinsi alivyofanya. Maana maelekezo yashike maelekezo. Wewe uliyeokoka, lakini ambaye hujaokoka uokoke. Faida yako kuokoka na hasara yako kukataa kuokoka. Sio yangu. Soma. Biblia inasema, yes, hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako. Tunaanza kuona picha na kupa picha ya kuwa na mamlaka ya kuwa kibabe, kama anavyosema Antoni, kibabe. Atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako, kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Na ndivyo nitakavyokuwa pamoja na mimi. Mungu nimemwambia kwamba Baba, ulikuwa pamoja na Musa, ambao Musa kwa Kiswahili, Moses kwa Kiingereza. Moses ni baba yangu wa kiroho. Huwa namwambia Mungu, kama ulikuwa pamoja na baba yangu Moses, na uwe pamoja nami. Nisitembee peke yangu, nisiishi peke yangu, nisihubiri peke yangu, nisiende huko peke yangu, nisitafute peke yangu. Mambo yote uwe pamoja kama ulivyokuwa pamoja na Moses baba yangu. Nasikiza vizuri? Soma maandiko. Sitakupungukia wala sitakuacha. Mstari wa 6. Uwe
uwe hodari na moyo wa ushujaa. Na moyo wa ushujaa. Ndio maana unaona mimi mkakamavu, kwa sababu ni mnyenyekevu, ni mtii na itii neno hilo. Ndio maana unaona Mungu awabariki tu. Ubariki. Mungu abarikiwe. Ngumi. Pigwa. Alafu jina kusogea. Unakana akili na kupeleka mbinguni. Wajinga hawaingii mbinguni. Ya makofi Yesu. Mwanamume. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya.